Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Rafiki yangu, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia. Tuko bado kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Tumeifikia sura ya 10, na katika sura hii ya 10 tutasoma mstari wa 12 na wa 13. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Pendwa mtazamaji wangu, naamini uko pamoja nami, na furahi sana kwamba unafuatana nami. Mungu akubariki sana sana sana. Basi tuko katika sura hii ya 10 na tutaangalia jambo moja hapa muhimu sana. Anasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Je, umeshawahi kujaribiwa rafiki yangu? Jaribu maana yake ni lile jambo ambalo linakupata na linakuleta kwenye mawazo ya kusema yawezekana Mungu hayupo. Hilo ni jaribu. Ukiona unapata tatizo na mawazo yanakujia kwamba huyu Mungu bwana itakuwa hayupo, hilo ndilo jaribu. Jaribu ni lile tatizo linalokutoa kwa Mungu, linalotaka kukutoa kwa Mungu. Kwa hiyo jaribu maana yake ni matatizo, ni tatizo au matatizo. Majaribu ni matatizo ambayo yanaweza kumsababisha mtu akamwacha Mungu, akaambatana na waganga wa kienyeji, ama kutafuta njia nyingine ya mkato. Sasa Mungu hapa, au mwandishi Paulo anasema jaribu haliwapati isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Maana yake jaribu lolote linalokujia, hilo ni saizi yako. Hilo ni saizi yako. Kama tatizo linakujia, basi linakuja kwa saizi yako. Linakuja kupima imani yako. Kwa hiyo jaribu ni kipimo cha imani. Mungu anataka aone unamtegemea kiasi gani na unampenda kiasi gani. Kwa hiyo kupitia katika matatizo ni kawaida ya wanadamu. Mwandishi anasema ni kawaida ya wanadamu kupita katika matatizo. Kwa hiyo tukipita katika matatizo, hiyo ni kawaida yetu kupitia kwenye haya matatizo. Sasa pamoja na matatizo hayo, Mungu ni mwaminifu. Huyu mwandishi anasema, lakini Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Tunapokutana na matatizo, kwa uaminifu wa Mungu hatuachi tuendelee kupata hayo matatizo, lakini anasababisha tena mlango, au anasababisha njia ya kutoka kwenye hayo matatizo. Mungu anatengeneza namna ya kukutoa kwenye matatizo. Kwa nini? Kwa sababu akikuacha kwenye matatizo utamwacha, utamsema vibaya. Kwa hiyo hayuko tayari kuona unaendelea na matatizo. Ahadi ni hii, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili liweze kustahimili. Pamoja na matatizo, Mungu anafanya mlango wa kutokea ili usiendelee katika matatizo. Maana yake Mungu hapendi sisi tupate matatizo ya muda mrefu. Hapendi hiyo. Matatizo yapo, lakini hataki yale ya muda mrefu. Hayo yanaweza kutusababishia, anajua yanaweza kutusababishia kukata tamaa, ama kufika mahali tukaanza kutafuta njia za mkato. Kwa sababu ya uaminifu wa Mungu, anafanya njia nyingine ya kukutoa kwenye hilo tatizo. Mimi sijui unapitia kwenye tatizo gani, mimi sijui unapitia kwenye shida gani, lakini yuko Mungu anayeweza kutengeneza mlango wa wewe kutoka kwenye hilo tatizo. Kikubwa ni hiki kwako, ni kuendelea kuwa mvumilivu kwenye hilo tatizo unalopitia. Endelea kuwa mwaminifu katika shida hiyo unayopitia,
endelea kumtumaini Mungu katika jambo hilo unalopitia. Mungu wetu ni mwaminifu, anatupenda na hapendi aone tunateseka, hapendi aone tunaendelea na matatizo. Kwa hiyo Mungu atatufanyia wepesi. Kwa hiyo niko hapa nikwambie, Mungu kwa uaminifu wake, nami nakuahidi, Mungu kwa uaminifu wake atakutoa kwenye hiyo shida. Yawezekana ni shida ya ndoa, iko siku moja Mungu atakutoa kwenye hiyo shida ya ndoa. Yawezekana ni shida ya umaskini, shida ya kipato kimekuwa tatizo, iko siku Mungu atakutoa kwenye hiyo shida. Endelea kuwa mvumilivu, endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu, iko siku atakutoa kwenye hiyo shida. Ameahidi kwamba lazima atatutoa kwenye hayo matatizo, atatengeneza tu mlango wa kutoka kwenye hayo matatizo. Kwa hiyo nikuombe mpendwa, mwana wa Mungu, usiache kuendelea na uvumilivu, usiache kuwa mwaminifu, usiache kumtumaini. Iko siku atakutoa kwenye tatizo. Mimi sijui ni ugonjwa labda unakusumbua, iko siku Mungu atakutoa kwenye ugonjwa huo. Jambo lolote lile Mungu anaweza kutoa, limekuja kwa wakati na litatoka kwa wakati. Mungu akubariki sana, tukutane kwenye kipindi kijacho. Ni imani yangu kwamba utaendelea kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV. Tafadhali subscribe, comment, like, share kwa watu wengine pia waendelee kupata somo hili zuri, na Mungu wa mbinguni akubariki kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.